Basi leo ikiwa ni siku ya uponyaji na kufunguliwa, tunakuwa na neno fupi kabla ya kuingia kwenye maombi. Lakini kuna kitu kimoja ambacho niliguswa sana niweze kuwashirikisha siku hii ya leo. Na hichi kitu kinakuja kwa hili jina: jifunze kukabidhi vitu vyako vyote kwenye madhabahu ya Mungu. Jifunze kukabidhi vitu vyako vyote kwenye madhabahu ya Mungu. Ni somo pana ambalo labda lingehitaji watu wengi, lakini nimeguswa tu niweze kulitoa leo. Tumsifu Yesu Kristo. Kama nikipata nafasi siku nyingine ikiwa na watu wengi pia nitaisema. Jifunze kukabidhi vitu vyako vyote kwenye madhabahu ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Jifunze. Tunamaanisha nini? Vitu vyako vyote ambavyo wewe unavyo, familia yako ikabidhi kwa Mungu, ikabidhi kwenye madhabahu ya Mungu, ikabidhi. Sema, Mungu nakukabidhi wewe. Kazi yako mwambie nakukabidhi Mungu. Huduma yako nakukabidhi Mungu. Kwa nini? Kwa sababu kuna wakati mwingine kwenye maisha, kwa sababu hutaki kumkabidhi Mungu maisha yako. Mungu anaweza kukuinua hata kwenye huduma tu. Baadaye kwa sababu kuikabidhi kwa Mungu, kuikabidhi kwenye madhabahu ya Mungu ni kuikabidhi kwa Mungu, kukabidhi kitu chako kwa Mungu. Kwa sababu kukabidhi kwa Mungu, umekuwa kihuduma, unaanza sasa kutafuta namna ya kuwapendezesha watu na sio kumpendezesha Mungu. Unafanya kazi, Mungu amekujalia kwenye uchumi, umefanikiwa. Kwa sababu je, ukabidhi kwa Mungu, unaanza kutafuta namna ya wewe kukuza jina lako na sio kukuza jina la Mungu. Umefanya kitu gani? Unakuwa unatafuta thamani yako na sio thamani ya Mungu, kwa sababu hujakabidhi hicho kitu mikononi mwa Mungu. Kama ukikabidhi mikononi mwa Mungu, utajua hichi kitu ndicho kifanya, sio mimi ninayefanya, ni Mungu anayenitumia, ndiye anayefanya. Tumsifu Yesu Kristo. Tena ukupa mambo kadhaa kwa ufupi. Kwa sababu gani nasema hivi? Mungu anataka umtegemee yeye, usitegemee vitu vingine. Hichi ni kitu cha kwanza Mungu anachotaka, na ndio maana anataka ukabidhi kitu ambacho Mungu amekupatia madhabahu. Hata kama amekupa wewe, inatakiwa umrudishie tena madhabahu. Nenda kasoma Biblia yako, kisa cha Ibrahim na Isaka. Mungu alikuwa amemzawadia Ibrahimu mtoto anaitwa Isaka. Tumsifu Yesu Kristo. Akawa amempa Isaka. Sasa Mungu anamtaka tena Ibrahimu ajue kwamba anatakiwa huyo mtoto ambaye Mungu amempa amkabidhi tena Mungu. Akataka kumfundisha kitu kama hicho. Ibrahimu anachukua hatua ya namna hiyo, anamchukua tena yule mtoto, anamkabidhi kwenye madhabahu ya Mungu. Maana Mungu alisema nitolee huyo mtoto sadaka, hata kama umempenda vipi, nitolee. Mungu anataka amkabidhi kile ambacho amempa. Msifu Yesu Kristo. Mungu anatufundisha hata sisi kwenye maisha tukabidhi. Hili jambo Mungu alilichukulia kama Ibrahimu ni mtii kwa Mungu, kwamba alilompa Mungu yeye amemrudishia. Akasema, Bwana, hili jambo nakurudishia. Akaliweka kwenye madhabahu ya Mungu. Ni ishara ya kwamba unamtegemea Mungu tu. Mungu akakupa kitu, ukakichukua ukaweka mfukoni ukaondoka nacho, Mungu hapendi. Mungu akakupa kitu ukafanya, hata kama umefanya vizuri, ukaondoka nacho tu, hapendi. Mungu anapenda pale ambapo kitu fulani amekupa, basi unakiweka kwa Mungu, unasema, Bwana, wewe ni Mungu, wewe ndio unayefanya, wewe ndio unayetenda, unakikabidhi kwa Mungu. Mungu anapenda kitu kama hicho. Tumsifu Yesu Kristo. Kitu cha pili, angalia hichi kitu. Ukikabidhi vitu kwenye madhabahu, basi utavidai kutoka madhabahuni. Sikiliza nikwambie, kama una familia, umekabidhi familia yako kwa Mungu, ukamwambia Mungu, wewe Mungu, nakukabidhi familia yangu, nakukabidhi, kama ni mke namkabidhi kwako, kama ni mme namkabidhi kwako, kama ni watoto na wakabidhi kwako, uchumi wako nasema na ukabidhi kwako Mungu, nakabidhi madhabahuni kwako. Siku utakapoona haujakaa sawa, utakimbilia wapi? Utakimbilia tena kwa Mungu. Utamwambia Mungu, nilikuja mbele zako nikakuomba ya kwamba nikakupa hichi kitu, wewe ndio ukisimamia. Utakidai kutoka kwa Mungu. Wakati ambao unaona watoto wako wanaenda hivi, kwa sababu uliwakabidhi kwa Mungu,
maombi yako kwa Mungu yatakuwa na nguvu, kwa sababu utaenda mbele za Mungu, utasema Mungu, naomba ukumbuke kwa sababu nilikukabidhi wewe. Wako wapi? Tumsifu Yesu Kristo. Alikuwa siku ya nini? Siku ile semina iliyopita, yule mtumishi wa Mungu Beatrice alipokuja hapa alisema alikuwa amekabidhi familia yake kwa nani? Kwa Mungu. Kwa aliporudi akasali akasema, Bwana, nataka mtoto wangu kwa sababu mimi nilikukabidhi wewe, mimi sikumkabidhi mtu, sikumkabidhi nani, sikuwakabidhi mashabiki zangu, sikuwakabidhi viongozi, sikuwakabidhi wana charismatic, ila nilimkabidhi Mungu kitu ambacho ninacho. Kwa hiyo Mungu nakitaka kutoka kwako. Ni kanuni ndogo tu, lakini ina nguvu. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna wakati mwingine maisha huwa yanaenda na majira tofauti. Inafika wakati kuna majira mazito, hata kuomba unakosa nguvu. Lakini kama ulishakabidhi vitu vyako kwa Mungu, kazi unaofanya umeikabidhi kwa Mungu, hata kama ikaingia nini, unamwambia Bwana, nimeikabidhi kwako. Hata kama ninapita hapa, najua Bwana utashughulika, kwa sababu iko mikononi mwako. Lakini kama umeiweka mwenyewe hivi, umeikumbatia, uwe na uhakika kuna wakati itafika, itakapokushinda utakosa pa kwenda, na Mungu atakuangalia, atasema unaendaga wapi? Nilipokupa ulienda nayo wapi? Ukaenda kuitumia wapi? Nilikuwa nataka unirejeshe. Tumsifu Yesu Kristo. Nichukue hiyo vizuri. Kabidhi kila kitu kwenye madhabahu ili Mungu ashughulike navyo. Wakati unakabidhi kitu kwenye madhabahu, Mungu anashughulika navyo. Wewe nikupe hichi kitu. Kwenye maisha tunayoishi, uwe na uhakika kwamba wako marafiki, wako watu ambao ni Mungu ametaka ukutane nao, wako watu ambao Mungu hajataka ukutane nao. Kuna vitu Mungu anataka ukutane navyo, na kuna vitu Mungu hataki ukutane navyo. Kuna madhara ambayo yanakuja Mungu alitaka upitie, na kuna yale ambayo Mungu hakutaka. Tumsifu Yesu Kristo. Faida ya kukabidhi kitu kwenye madhabahu, Mungu anadili nacho hicho kitu. Anadili na mfumo mzima wa hicho kitu, anakishughulikia, anakiprocess. Kitu ambacho kilikuwa ni kibaya anakiondoa. Tumsifu Yesu Kristo. Anakiondoa kutoka kwenye madhabahu, anakibakiza kitu ambacho yeye ndio alitaka kije kwako. Tumsifu Yesu Kristo. Ndicho kitu ambacho Mungu anakifanya pale ambapo unakabidhi kwake. Na uwe na uhakika unapokabidhi kitu ambacho Mungu amekupa, atakuongezea. Nenda kamuulize Ibrahimu alichofanya. Ibrahimu akamtoa Isaka, akamweka madhabahuni. Mungu akasema, hapana, sio kwamba huyu unataka umtoe sadaka umpoteze, hapana. Kwa kumbe unapotoa madhabahuni kitu haupotezi, lakini Mungu anakuongezea cha ziada. Mungu akamleta ndama aliyenona. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa uwe na uhakika na hicho kitu. Popote unapopita, kwenye hatua zozote unazopita, uwe na uhakika na hicho kitu. Kabidhi kila kitu kwenye maisha yako, Mungu adili nacho. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani kuna wakati mwingine unaweza ukawa naishi na watu, mnafurahi, mnacheka, unaona wanakusaidia, lakini Mungu hajaplani ukutane nao, kwa sababu anajua kuna sehemu wanakupeleka siku. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo Mungu anataka hao watu watoke. Unapokabidhi kwenye madhabahu, Mungu anawaplani. Kwa hiyo ukisha kabidhi kitu kwenye madhabahu, ukiona Mungu anakiondosha, usiulize kwa nini Mungu umekiondosha. Mungu anajua kitu gani amekuandalia, na ndio maana amekiondosha. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Nilijaribu kufikiria zaidi, nikaja kugundua kwamba hata kama ukitaka kufanikiwa tu kwenye maisha, kabidhi madhabahuni. Tumsifu Yesu Kristo. Kabidhi madhabahuni. Kabidhi madhabahuni, nimesema kwenye pointi ya kwanza kwamba itakusaidia. Mungu ataona wewe ni mtii. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana kwenye maisha Mungu anachokifanya nini? Mungu akiona akikupa uchumi mzuri, utakutoa wewe kwenye kumtumikia Mungu akupe. Tumsifu Yesu Kristo. Na ndio maana tunahitaji kila siku tujifunze. Mungu akiona akikupa huduma kubwa, unajivuna, hakupi. Tumsifu Yesu Kristo. Okay. Nenda kamfikirie mtu mmoja anaitwa Daudi. Kulikuwa kuna watu pale kwenye nyumba ya Daudi. Yesu alikuwa na ndugu wengi pale. Wengi walikuwa wanaweza na wanafaa, tena wengine walikuwa ni hodari. Lakini angalia, pengine Mungu angempa ukuu ndugu yake na Daudi, yeye alikuwa nani? Angempa ukuu yeye. Utakuta wakati huo amepewa tu, angeenda kwa mfalme, angesema mfalme na kutimua, sasa hizi mimi ndio nimeshapakwa mafuta. Lakini alikuwa anampa mtu anajua huyu mtu
anaweza kubeba kwa unyenyekevu kitu nilichompa, akatembea nacho mpaka wakati wake ulipofika. Kwa hiyo Mungu anaangalia huyu mtu, nikimpa hichi kitu kweli atasimama anipe mimi utukufu? Angalia Daudi anachokifanya baada ya kuwa mfalme, bado anamtukuza Mungu, analukaluka akimtukuza Mungu mpaka watu wanashangaa, huyu ni mfalme au ni nani huko? Msifu Yesu Kristo. Kwa hiyo unapokabidhi kitu kwenye madhabahu ina faida. Unapoamua kuweka kitu kwenye madhabahu ina faida. Unapoamua kuipandikiza huduma yako kwenye madhabahu, maana yake unataka hivyo. Unapoamua kuweka kitu chochote kwenye maisha Mungu alichokupa, maana yake madhabahuni, maana yake unataka kikue. Tumsifu Yesu Kristo. Lakini kama ukitembea mwenyewe, Mungu hawezi kabisa kukupatia. Maana anaangalia, anasema huyu mwanangu nikimpa tu huduma hii kubwa, ataanza majivuno, siwezi kumpa. Tumsifu Yesu Kristo. Maana kwa sababu sisi kufika mbinguni ndio neema kuu kupita vyote. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani sisi kufika mbinguni ndio neema kuu kuliko neema zote. Tuseme hivyo. Lazima tungeteketea kwenye moto. Kwa Mungu anaangalia, huyu mtu nikimpa hichi kitu hakitamfikisha. Kwa hiyo kwenye maisha, kwa design maisha yako namna ambavyo unaona utakapoenda, Mungu atakuwa akikutazama, anaona wewe ukimtegemea yeye. Uwe kwamba weka imani yako kwa Mungu. Weka vitu vyako kwenye madhabahu. Unapoona uchumi sijui umesumbua, wewe usiupigie magoti uchumi. Sasa umeweka madhabahuni, utampigia magoti Mungu. Wakati unaona familia yako inapita kwenye misukosuko, hautapigia magoti familia yako, utapiga magoti kwa Mungu. Mungu ndo anataka hivyo. Lakini anapoona uchumi umeyumba, unaupigia magoti, anasema siwezi nikampa, kwa sababu huyu nikimpa hawezi kuendelea na njia ya Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kuna mtu mmoja ananielewa? Tumsifu Yesu Kristo. Hawezi kukupa kwa sababu anajua huyu nikimpa atapiga magoti. Tumsifu Yesu Kristo. Ndio maisha jinsi yalivyo. Kuna wakati mwingine Mungu anajua huyu mtu ndio ameomba hili, ameomba vizuri sana kuliko pengine watu wote, alikuwa na imani nzuri, lakini shida nikimpa huyu mtu, yani mtaa mzima utajua yeye ana uwezo, ataanza kujiita legend. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu hakupi, na ndio maana anataka kwamba kitu alichokupa kirudisha kwako, nataka kiongezeke na kipanda tena. Tumsifu Yesu Kristo. Ndivyo Mungu anavyotaka. Lakini kama yani hicho ndio anachokiangalia Mungu. Kwa uwe makini kwamba kwenye maisha vitu vyote vikabidhi tu kwa Mungu. Kila kitu ambacho unacho kabidhi kwa Mungu. Maisha ambayo una siku za maisha yako wewe zikabidhi tu kwa Mungu. Mwambie Bwana, nakukabidhi siku za maisha yangu yote kwako. Nakabidhi shughuli zangu zote kwako. Yaani utakaposali hiyo sala mara kwa mara kwamba Bwana nakabidhi kwako, wewe Mungu atatengeneza kwake kule, ataandika kwamba huyu mwanangu ananidai, kwa sababu vitu vyote vyake ameniwahi, ameshanipa mimi. Kwa hiyo sharti hivi vitu ni vilinde, kwa sababu tayari amenikabidhi mimi. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Kabidhi kwa hiyo, kabidhi. Wakati unaona unaenda sijui kwenye misimu gani, unasema hii misimu mbona sielewi, sikupanga hii asubuhi, mimi sikuiandalia, hao waovu wamefanyeje? Unarudi kwa Mungu, anasema Bwana, nilikabidhi kwako, lakini naona kuna watu tayari wameshaingilia. Kuna nini huko kwenye mfumo? Mungu atakwambia ngoja niangalie kwenye mfumo, kuna nani anaondoa. Tumsifu Yesu Kristo. Tayari ulishakabidhi kwa nani? Kwa Mungu. Tayari ulishakabidhi maisha yako kwa Mungu, na Mungu anayashughulikia maisha yako yote mpaka mwisho. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani wakati mwingine Mungu hakupi furaha kama anajua furaha ile ya kwenda, kama anajua akikupa wewe furaha basi ni shida, hakupi. Tumsifu Yesu Kristo. Hakupi kwa sababu anajua wewe tukikupa ni shida. Tukikupa hauwezi, yaani hapo kutokukupa ni neema yake, kwamba anajua huyu mwanangu nikishampa basi maisha yameshaharibika.